الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الحضور الكرام، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Enye ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzielekeza sala na salam kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika ya kwamba tuko katika siku ambayo siku adhim, siku ya Eid al-Fitr, katika mambo ambayo yanaelekea umma kwa ujumla katika nyakati kama hizi. La qibala laha biha illa biwahdati fi shu'uriha, huwezi ukailinganisha mambo hayo isipokuwa mpaka umma uwe ni kitu kimoja. Wahdatun fi mashairiha wa fi sha'airiha, lakini pia umma uwe mmoja kimuonekano wake. Illa biruju'in wa tahqiqin wa tatbiqin, haliwezi likapatikana jambo hilo isipokuwa mpaka watu warudi katika uhalisia ambao wanaweza wakautekeleza na kuudhibiti. Biqaulihi jalla wa ala, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema umma wenu huu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu niabuduni. Wa ana rabbukum fattaqun, na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema na mimi ni Mola wenu ni takaseni. Hadhihi ayatun nahsibuha jumlatan khabariya fi maana al-insha. Aya hii tunaihesabu kama ni jumla ambayo imekuja kutupa habari sisi Waislamu kwa ujumla wake. Annakum yajibu an takun, hakika sote tunahitaji tuwe kitu kimoja. Wa hiya allati fassaratha ayat al-ukhra, na jambo hili ndio jambo ambalo imekuja kalifasiri aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba moja Allah subhanahu wa ta'ala wala msifaraqiane. Wama warada min nususin fi kitabillahi azza wa jalla kulluha tad'u wa ta'muru wa tahussu ala wujubi alwahda, na yote ambayo yamekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, yote haya yanatuamrisha na yanatuhimiza katika uwajibu wa sote kuwa kitu kimoja. Innaha alwahdatun fi tanawwu'in wattihadi fi alwahda, ama wattihadi fi alwahda, ni umoja ambao wa namna yake, lakini pia na wote kushikamana katika umoja huo. Hadhihi alwahda allati taj'alu almuslim alyawma, umoja huo ni umoja ambao unamjalia Muislamu leo hii yastahdhiru qabula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anakuburisha katika moyo wake kuyakubali yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kupokea yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema ya kwamba mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udhun tad'u lahu sa'ir aljasadi bis-sahri wal humma. Mathalul mu'min, mfano wa muumini katika mapenzi yao, kupendana kwao, kuoneana kwao huruma, kuoneana kwao upole, ni mfano wa mwili mmoja. Idha shaka minhu udhu, bali mwili mmoja endapo kiungo kimoja kikapata maumivu, tadaa lahu sa'ir aljasadi bisahari wal humma, mwili wote unaitikia, unakuwa unayapokea maumivu ya kiungo kile kutokamana na homa na kukesha kutokamana na maumivu hayo. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja Allah subhanahu wa ta'ala, inna min ajmal maani al-abd, katika moja ya maana kubwa ya mja leo hii, ay yatadhakkara almuslima ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala, ni Muislamu kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayukthiraha bi ta'atihi, na akithirishe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayuhafidha ala ma ta'allamahu fi ramadana min as-sabri والرحمة والإحسان وصلة الإرحام فصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى الفقراء والمساكين. Lakini katika mambo ambayo yatakikana Muislamu leo hii ashikamane nayo ni yeye kuyahifadhi yale ambayo amejifunza katika mwezi wa Ramadhan min as-sabr,
amejifunza subra, huruma, ihsan, silatul arham, kuunga udugu. Haya ni mambo ambayo amejifunza Muislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fasalu arhamakum, ungeni udugu wenu na fanyeni wema, wafanyeni wema mafukara na maskini ambao watu wasiojiweza. Waqtimu hadhihi al-yawm al-mubarak, itumieni siku hii ya leo tukufu fi idkhali sururi ala qulubi al-muslimin, itumieni siku hii katika kuingiza furaha ndani ya nyoyo za Waislamu. Ayuha al-muslimuna ibadallah, tilka al-lahawat al-qasira tudhakkiruna wa nudhakkiru bi ahwali umamin wa shu'ubin yaishuna al-khawfa kulla yawmin. Ndugu zangu Waislamu, tumepitia katika vipindi mbalimbali hasa ndani ya nchi yetu. Katika masiku yaliyopita na miezi iliyopita tumepitia vipindi mbalimbali, lakini vipindi hivyo miongoni ni vipindi ambavyo ni vifupi mno, vipindi ambavyo vinatukumbusha hali ya umma ndani ya ulimwengu huu na mataifa mbalimbali, mataifa ambayo yanaishi kila siku na hofu, yanaishi kila siku hayana amani. Na inatukumbusha pia bi anna at-tamanina wal amna alladhaini yaishuhuma fadlun adhimun min Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vipindi hivyo vifupi ambavyo vimepita, ilikuwa ni kipindi kifupi, lakini kila mmoja alikuwa akilalamika. Inatukumbusha ya kwamba kutunza utulivu na kutunza amani ya nchi yetu, amani na utulivu ambavyo tunadhihirisha sasa hivi ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena fadhila iliyokuwa kubwa mno, yastawjibu shukrahu wa hamdahu. Ni sisi wajibu wetu kwa utulivu tuliokuwa nao na amani tuliokuwa nayo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwani sote tunashuhudia mataifa mbalimbali mpaka sasa hivi vipindi ambavyo wanayapitia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba wala in shakartum la azidannakum, kama mkinishukuru kwa neema yoyote nitawazidishieni. Ayuha almuslimuna ibadallah, wa inna min alwajib fi mithli hadhihi adh-dhuruf, katika jambo moja ambalo ni wajibu pia ndani ya vipindi kama hivi ambavyo tunavipitia, an nakuna saffan wahida, ni sisi kuwa safu moja, wa qalban wahida, na kuwa moyo mmoja, mutaawinina, sote tukisaidiana katika majambo mbalimbali, wa nahfadhu amna biladina, lakini pia tuhifadhi amani ya nchi yetu, wa nasunu wahdatuna, na kulinda umoja wetu huu, wa na'lam, na pia tunafahamu ya kwamba anna quwwata al-awtan, nguvu ya nchi haiwezi ikapatikana illa fi tamasuk ahliha, nguvu ya nchi haiwezi ikapatikana isipokuwa mpaka mshikamano wa watu wake upatikane. Hali hii itaendelea mpaka lini? Ama hana waqtuha an nakhsha Allah subhanahu wa ta'ala wa an naqul ilayhi wa an narji'u ilayhi. Haujafika wakati ambao sisi tutakuwa na hofu ndani ya nyoyo zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukamtii Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaelekea sote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati huo utafika lini? Haujafika tu wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hawatambui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaona? Ayuha almuslimuna ibadallah, ni lini tutakuwa kitu kimoja? Ni lini tutakuwa hatumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anatuambia kwamba alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, hivi haujafika wakati ambao juu ya wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakawa na hofu ndani ya nyoyo zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أيضا سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe na kitu chochote. وقال أيضا سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah anatuambia kwamba وأن هذا صراطي مستقيما, na hii ndio njia yangu ambayo imenyoka, ifuateni njia hiyo wala msifuate njia vya shetani, fatafarraqa bikum an sabili, mkaja mkaikengeuka mkaiacha njia yangu hii. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun,
Huo ni wasia ambao tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kupata ucha Mungu, na sisi tunahakikisha kwamba ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani na ibada zote ambazo tulikuwa tukizisimamisha, lengo kubwa ni kutafuta ucha Mungu.